Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Karibu kwenye Sport Info Update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kikubwa ni mwendelezo wa sakata la Yanga dhidi ya bodi ya ligi na TFF, na kumekucha hivi sasa Yanga wameelekea CAS na bodi ya ligi yaendelea kukomaa. Na chanzo cha habari hii ni Mwanasports, ambapo kinasema sakata la kuahirishwa kwa mechi ya Kariakoo Derby Yanga dhidi ya Simba linachukua sura mpya, na tafsiri nyepesi ni kama mambo yamekucha hivi rasmi, kwani awali ilionekana kama masihara. Derby hiyo katika ligi kuu bara duru la pili inaendelea kupigwa nje ya uwanja, na sasa kuna mbio zinapigwa kwa hesabu za kisheria baada ya vinara wa ligi kuu Yanga Afrika kufungua kesi rasmi kwenye mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS jijini Lausanne nchini Uswizi. Mwanasports limejiridhisha kwamba Yanga imewasilisha rasmi kesi hiyo CAS siku ya juzi Jumatatu mchana baada ya kutoridhishwa na majibu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB na shirikisho la soka Tanzania TFF juu ya barua yao, lakini hakuna kiongozi yoyote aliyekubali kunukuliwa kutajwa jina juu ya sakata hilo, na madai kuwa wanahofia mamlaka za nchi na zile za soka la Tanzania, huku wakisisitiza CAS itawapa TFF na bodi ya ligi taarifa kupokea malalamiko hayo. Sasa sakata hilo lilianzia hapa. Hatua hii imekuja kufuatia mchezo wa Yanga na Simba uliotakiwa upigwe Machi 8, 2024 kuahirishwa, ambapo siku moja kabla mchezo huo utata ulianza baada ya Simba kudai kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam na watu waliodhaniwa kuwa ni makomando wa Jangwani. Simba walipozuiwa usiku huo ikashusha msimamo wake kwamba haitacheza mechi hiyo, ikidai ikinyimwa kufanya haki yake ya msingi mazoezi siku hiyo kabla ya mechi, ikiwa ni timu mgeni ambapo kanuni za ligi zilikuwa zinaruhusu Simba kufanya mazoezi. Wekundu wao walidai makomando wa Yanga na meneja uwanja wa Mkapa ndio ambao walisababisha kukosa kufanya mazoezi kwenye uwanja huo, huku mwenyeji wao akisisitiza kwamba mchezo huo utachezwa kama ambavyo ulipangwa ingawa haukuchezwa. Yanga waliingiza timu uwanjani na wakapasha misuli, kisha akarejea kwenye mabasi kurudi kambini. Baada ya uamuzi huo wa Simba, mapema asubuhi Machi 8 siku ile ya game, bodi ya ligi kupitia mwenyekiti wake Steven Mguto alisisitiza kwamba mchezo huo bado upo, huku akiwataka mashabiki kwenda uwanjani, akieleza kwamba kamati ya usimamizi wa ligi itaketi siku hiyo hiyo kutoa msimamo wa barua hiyo ya Simba Sports Club. Kikao hicho kilipoketi, kamati hiyo ikashtua na kuja na uamuzi wa kuahirisha mchezo huo namba 184, ikisema inataka kufanyia kazi matukio ambayo yalijitokeza kwa kina. Uamuzi huo ambao uliwakera wenyeji wa mchezo huo Young Africans, ambao bado ikapeleka timu yake uwanjani kisha ikafanya mazoezi licha ya mchezo huo kufutwa. Siku moja baadaye Machi 9, Yanga ikatoa msimamo wake uliokuwa na maazimio matatu kufuatia kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji ikitaka kupewa ushindi kwenye mchezo huo ulioahirishwa, ikisema pia kwamba haitakubaliana na tarehe mpya ya mchezo huo, huku pia ikitaka bodi ya ligi na TFF kuwajibisha viongozi wanaosimamia kamati ya usimamizi wa ligi na kuteua wengine kwa kile kilichodai kukosa uweledi. Sasa siku ya jana mchana, Yanga ikaeka wazi kwamba haijaridhishwa na majibu ya bodi ya ligi juu ya barua yao na kuamua rasmi kufungua kesi hiyo CAS. Taarifa za uhakika ambazo Mwanasport imezipata zinasema kuwa kwenye barua hiyo ya Yanga kwa bodi ya ligi imejibiwa kwamba maamuzi ya kamati hiyo yalikuwa ni halali na kwamba yalifikiwa kutokana na kuonekana viashiria vya uvunjifu wa amani, huku ikisema mchezo huo utapangwa tarehe mpya. Sasa Mwanasport limejiridhisha jana kutokana na viongozi wa Yanga kwamba imeshafungua kesi hiyo CAS, ikijibiwa kwamba kila kitu kimeshapokelewa, nyaraka zao pamoja na malipo yao, ambapo sasa watapangiwa tarehe ya kusikiliza shauri hilo. Kwa upande wa Mwanasport liliwatafuta viongozi wa Yanga kuzungumzia hatua hiyo, lakini waligoma kujiweka hadharani, huku bosi mmoja wa juu akithibitisha kusema kwamba waulizeni bodi ya ligi na TFF watajulishwa na CAS, lakini sisi tushakwenda kutafuta haki yetu huko, tumechoshwa na kuburuzwa na kufedheheshwa kwa mambo ambayo yapo wazi, yalihitaji usimamizi wa kanuni tu, alisema bosi huyo wa juu ndani ya Young Africans. Kwa upande wa Simba, mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu weekend iliyopita aligusia taarifa hiyo ya Yanga akisema kwamba sio CAS tu, hata ukienda spidi wao hawana hofu. Nukuu inasema kwamba kutamani ni sifa ya mwanadamu, anaweza kutamani kitu chochote, hivyo acha waendelee kutamani, sio CAS tu, hata ukienda spidi. Lakini fahamu kwamba kiundani
Kufungua 2K CAS inahitaji uwe umeweka kiasi cha dola 46,000 sawa sawa na shilingi milioni 121 ambazo tayari Yanga walishazilipa. Ingawa Yanga hawataki kuzungumzia hilo hadharani, lakini Mwanaspoti linafahamu jopo la wanasheria wao walishajiandaa kwa shauri hilo. Hizo ndio update mbalimbali kutoka vyanzo mbalimbali ambazo nakuletea kutoka hapa. Pointi ya msingi, endelea kuwa nasi na subscribe YouTube channel yetu. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia ndani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi? Sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup. Bali na hapo, tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia, tunapatikana Mikwambe Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @official_JRMtita_unisex. Karibu upendeze.